Askari polisi wa kike alionekana kwenye kipande cha video akipigwa na waandamanaji Jumatano ya Juni 25 mwaka 2025 nchini Kenya. Amesimulia namna alivyokumbana na kipigo hicho. Akisimulia kama alivyonukuliwa na Tuko News ya nchini humo, polisi huyo Constable Emily Kinya kwanza amewashukuru waandamanaji waliomwokoa kutoka kwenye kipigo hicho kilichomsababishia majeraha mbalimbali mwilini. Tukio hilo lilitokea mtaa wa Muindi Mbingu jijini Nairobi, ndipo Constable huyo aliangushwa chini kwa kupigwa na kitu kwenye mguu wake, kisha waandamanaji wakamvaa na kuanza kumshambulia. Akiendelea kusimulia akiwa kitandani hospitali, polisi huyo ambaye ni mama wa watoto wawili amesema waandamanaji waliwazidi nguvu maafisa hao, ndipo walipoamua kurudi nyuma kabla ya kuanguka chini. Namnukuu, "Saa 1:30 usiku mambo yalibadilika. Umati wa waandamanaji ukaanzisha vurugu na kuanza kutushambulia. Hali ilipozidi kuzorota, maofisa walilazimika kurudi nyuma, lakini katika vurugu hizo nilipigwa mguu. Nikajikwaa, nikaanguka. Waandamanaji waliojihami kwa mawe na silaha wakafika kwa hasira, wakanipiga kichwani. Nikapoteza simu na baadhi ya vifaa vya polisi," amesema polisi huyo. Mwisho wa kunukuu. Lakini katikati ya vurugu hizo, kikundi kidogo cha waandamanaji kiliingilia kati na kumsaidia, kisha kumpeleka mahali salama, pia ndani ya gari la wagonjwa. Constable Kinya amesema amenusurika katika kile alichokitaja kuwa mojawapo ya nyakati za kutisha zaidi maishani mwake. Katika simulizi hiyo anasema, "Sisi pia ni binadamu." Maandamano hayo yalikuwa na dhumuni la kuadhimisha mwaka mmoja tangu vijana wa Gen Z kuuawa kwenye maandamano yaliyofanyika mwaka 2024. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari vya nchini humo, takriban watu 60 waliuawa mwaka jana na vikosi vya usalama katika wiki za maandamano ya kupinga ongezeko la ushuru na hali mbaya ya kiuchumi kwa vijana wa Kenya, pamoja na kupinga mswada wa sheria ya fedha wa mwaka 2024. Kufuatia hilo, Gen Z walipanga kufanya maandamano ya maadhimisho ambayo asubuhi yalikuwa ya amani, ingawa muda ulivyozidi kwenda, vurugu zikaibuka, ndipo heka zilipoanza, ikiwemo mabomu kulindima, huku watu 16 wakiuawa. Mamlaka nchini humo imetangaza kuwakamata watu 25 wanaoshukiwa kuharibu magari ya serikali, mahakama na biashara. Mimi ni Damian Masienene wa Mwananchi Digital.